Kwa hiyo maandalizi yote yamekwenda vizuri. Leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo huo, na tuna imani kila kitu kitakwenda sawa sawa. Fountain Gate ni moja kati ya timu ngumu katika ligi kuu. Ni moja kati ya timu ambayo ina historia mbaya kwetu na nzuri kwao tulipocheza nao mara ya mwisho, na ni timu ambayo inaweza ikakusumbua kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao. Ina wachezaji wadogo wenye vipaji vikubwa wanaopenda kucheza na kushindana, na hapo wanazalisha mechi inakuwa ni ngumu. Na juzi ama kama si jana, nimeona wameintroduce benchi lao jipya la ufundi. Wamemchukua mwalimu mwenye uzoefu sana, Fred Felix Minziro Kataraia Majeshi Baba Isaya. Wamemchukua vile vile Wandiba. Hawa wote ni makocha wa Kitanzania ambao wana uzoefu mkubwa kweli kweli na ligi ya Tanzania, wana uzoefu na mpira wa Tanzania, wanajua wafanye kitu gani kuifanya mechi kuwa ngumu, wana kiu ya kushindana, wana ushindani wa halisi, na mara nyingi timu inapopata benchi jipya la ufundi inakuwa kama imezaliwa upya hivi, inapata morali mpya, wachezaji wanapata hamu ya kushindana upya ili kuweza kuwashawishi walimu. Kwa hiyo tunaingia katika mchezo huu tukiwa tunakutana na Fountain Gate ambayo imepata uhai mpya, na hapo nategemea mechi kuwa ni ngumu, lakini yote kwa yote sisi tumedhamiria na kukusudia kupata ushindi, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutapata ushindi. Kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, aina ya maandalizi tuliyokuwa nayo, utulivu tuliyokuwa nayo hapa Arusha, tunayo matumaini makubwa ya kupata ushindi siku ya kesho. Ni kweli Jonathan Soa tulimsimamisha kutoka kwenye kambi yetu. Mwezi wa 3 tulisafiri kwenda Dodoma, kwenda kucheza na Dodoma Jiji. Tukiwa pale, tukiwa na Soa akaamrishwa atoke kambini na kurejea Dar es Salaam. Na Soa alikuwa akituhumiwa kwa makosa kadha ya utovu wa nidhamu, ambayo ni malalamiko yaliyokuja kutoka kwenye benchi la ufundi. Baada ya pale akarejeshwa kutoka Dodoma, akarejea Dar es Salaam kusubiri taratibu za klabu ziweze kukamilika na hatimaye haki yake iweze kupatikana. Baada pale akawa amepelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Kamanda Kova. Soa akaitwa mbele ya kamati, akasomewa mashtaka yake yote ambayo yanamkabili, na yapo ambayo amekiri na mengine akatoa maelezo, na baada pale kamati ikajiridhisha ya kwamba mchezaji huyu ana makosa ya utovu wa nidhamu. Baada ya kujiridhisha huko akapewa adhabu ya kwanza ni faini, na adhabu ya pili ameamrishwa aende akafanye mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Adhabu hii inaanza mara moja kuanzia hivi sasa, na atakuwa akifanya mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni kipindi cha matazamio kumwangalia kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote ndani yake kwenye upande wa nidhamu, basi adhabu yake hiyo itaisha na atarejea timu kubwa kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Kwa hiyo huo ndio mustakabali wa Soa na Simba Sports Club, ya kwamba yupo kwenye kuitumikia adhabu yake aliyopewa, ambayo ni kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni kipindi cha matazamio. Hii ndiyo taarifa rasmi ya klabu na ndio taarifa sahihi ya klabu. Haya mengine amevunja mkataba, ameomba kuvunja mkataba, mimi ama idara yetu bado haijapokea taarifa hiyo, lakini watu lazima watambue kwamba Soa ni mchezaji mwenye mkataba na Simba Sports Club. Kwa hiyo handling yake ni ile ya mchezaji mwenye mkataba. Kwa hiyo pamoja na kwamba ameenguliwa kwenye kikosi, lakini bado anaendelea kupata stahiki zake na ameadhibiwa kwenye mifumo halisi ya klabu, na adhabu yake hiyo itatamatika pale ambapo
klabu itajiridhisha ya kwamba adhabu tuliyompa mchezaji wetu huyu ameitumikia ipasavyo na kuna mabadiliko ndani yake. Lakini kwa nini tumefikia huko? Kwa sababu makosa ya mchezaji yamekuwa yenye kujirudia. Wachezaji wengi wanafanya makosa, lakini akionywa anaacha, anaendelea na kazi yake. Lakini kwa kwake Jonathan Soa amekuwa na makosa hayo ya kujirudia, ambapo amekuwa akionywa na benchi la ufundi, akionywa na meneja, akionywa na mwalimu, lakini baada ya muda anakiri kosa, anaomba msamaha, baada ya muda tena anarudia kosa hilo. Kwa hiyo kwa kufikia hatua hiyo, kama benchi la ufundi likaona huyu anastahili kuchukuliwa nidhamu kulingana na miongozo ya klabu yetu. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.